Waziri mwenye dhamana ya michezo akisema mnyonge hanyongwi na haki yake atapewa. Mnyonge ni nani sasa? Mnyonge Skaria. Yeye katumia usemi, unajua wanatoka Tanga wote, Mwanefea anatoka Muheza. Hao Waswahili. Kwa hiyo kauli ya mnyonge mnyongeni, yani kuna kauli nasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Yeye kasema hapa mnyonge hanyongwi na haki yake anapewa. Mnyonge ni Karia. Na haki yake sasa anashambuliwa, ndo kaanza kuzungumza na kumwaga sifa ambazo nafikiri hata hapa nyuma sisi tulimpa maua yake ulipokuwa ukitiririsha ule uchambuzi. Kwa ufupi umesikia hapa, unalipi la kuzungumza kuhusu labda kauli ya mheshimiwa waziri naibu, lakini pia vile vile alichokizungumza wale Skaria? Hakuna kingine kipya zaidi ya kuwapa kongole kwa kazi ambayo wanaifanya kwenye mpira. Na tunatofautiana kwenye mpira wa Tanzania. Kuna watu wana mapenzi na klabu zao, kuna watu wana mapenzi na mpira. Ndio tofauti unapokuja hapa kwenye kujadili mipira. Yaani ukishakuwa na mapenzi na klabu huwezi kuona maendeleo ya mpira wa Tanzania. Ndio. Lakini ukishakuwa na mapenzi na mpira utaona maendeleo na utaona uchungu kwenye vilabu vyetu hivi. Kwa hiyo mapenzi ambayo watu wengi walionayo ya mpira wa Tanzania, si ndio? Yanaona uchungu kwa vilabu, namna ambavyo vilabu vinashindwa kupiga hatua, namna ambavyo vilabu vinashindwa kufanikiwa kwenye nyanja za kimataifa. Hao ndio watu wanaopenda mpira upige hatua. Lakini mtu mwenye mapenzi na klabu, hata mpira upige hatua vipi, hawezi kuona. Hawezi kuona. Mtagombana naye. Ndio maana nakwambia wakati ligi yetu inasogea mpaka nafasi ya 4, kuna watu bado wanapinga kwa sababu watu wana mapenzi na klabu. Ndio. Yaani kuna mtu haamini kwamba ligi yetu inaweza kasogea nafasi ya 4 kwa sababu huyu ana mapenzi na klabu. Akiangalia klabu yake ina madudu mengi. Ndio. Lakini mpira wetu umenyooka, unaonekana kabisa. Of course kuna weaknesses zipo nyingi. Tunaona kokote hakuna mpira ambao una weakness kwa waamuzi, kwa viongozi na nini. Lakini mpira kupiga hatua kaka ni vitu viko wazi tu vinaonekana. Ndio maana nakwambia kwamba kwenye football tunatofautiana. Ukimsikia Hamisi Mwinjuma anakuambia mnyonge mnyongeni haki yake mpewe. Manake Hamisi Mwinjuma kashatoka kwenye mapenzi na klabu, ameanza kuipenda kazi yake na mpira. Kwamba bana pamoja na yote ambayo yanaendelea, lakini huyu mwanaume kwenye utawala wake yeye unasema katuvusha 1 2 3. Though mtampinga kwa sababu utaaminika kwamba yeye kama alivyosema ndugu yangu Ramsey kwamba anampa 5%. Na vijana bahati mbaya sana hatukujadili hili jambo. Ndio. Manake unashindwa kumpa respect. Huyo ndio kiongozi wa mpira ambaye hao wote unawaona wanapush mpira mpaka unafikia hiyo level. Hivi vilabu hivi vinaenda kwenye hatua za kimataifa. Ni mikakati iliyowekwa kwenye ligi, miongozo mizuri na kanuni zilizonyoka kwenye ligi. Kuna pasa kumpa maua yake. Ndio maana ya kauli hiyo ya mnyonge mnyongeeni, haki yake mpeni. Kwa hiyo kauli yangu inarejea pale pale. Ukipenda mpira utapenda maendeleo ya mpira na hatua zake. Lakini ukipenda klabu utaona mpira hauna maana kwa sababu unataka mafanikio ya klabu yako tu, sio mpira. Sahihi. Kwa mimi nikikuuliza, unaona kwamba mechi ya dabi itakuwepo? Mimi ninaona bodi inasikiliza haya yote, lakini bodi walichopanga kiko pale pale. Tarehe ya dabi itapangwa na ninaona Yanga anataka atacheza. Sasa Yanga yeye ndo anataka atacheza, hataki atacheza kwa sababu Yanga yupo kwenye target nzuri ya mbio za kuelekea ubingwa. Ina maana Yanga mchezo ukipangwa tarehe, si ndio? Simba yuko willing kabisa kucheza mchezo. Ina maana Yanga yeye akisikiliza makelele ya wanaomzuzua huko nyuma, unajua miruzi mingi inampoteza mbwa. Sasa Yanga asipopeleka timu anajitoa mwenyewe na kumrahisishia Simba kazi ya kuchukua ubingwa kwa sababu atakuwa anapata alama 3 na mabao 3. Sababu si mechi imepangwa, nyinyi ndio mnakuwa sasa mjapeleka timu. Sababu siku hiyo mechi commissioner atakuwepo, waamuzi tajwa watakuwepo. Sasa kama ni wale ama watateuliwa wengine hawezi kubadilika. Lakini watakuwepo. Kwa hiyo ina maana nyinyi msipopeleka timu, Simba atakuwepo kikanuni pale, ata warm up, atafanya nini? Mwisho wa siku hujapeleka timu. Waamuzi sasa kikanuni watafuata taratibu, watamaliza mpira, atakaye kuwa mnufaika wa dabi ni Simba. Wewe uliokuwa unataka alama 3 kuwania ubingwa tena back to back mara 4,
utakuwa unaanza kufeli kuanzia hapa. Kwa hiyo sioni jeuri ya Yanga kutokucheza dabi, ni maneno tu. Hivi unajua baada kama tunatumia neno kama kwa sababu sidhani kama inaweza katokea. Ila mimi naiona dabi inachezwa. Mimi mwenyewe naiona inachezwa. Sioni mimi Yanga Kigomea dabi kuchezwa. Kama Yanga akisema kwamba hawatapeleka timu uwanjani kama ambavyo mashabiki wana, sababu hao ni maneno ya mashabiki. Maneno ya mashabiki wao wanaweza kuongea chochote kile. Ambao wenyewe kwenye klabu na sicho wana thamani kama mashabiki, lakini kwenye maamuzi si chochote. Yaani kwenye maamuzi hawapo kwa sababu wameshakasimisha madaraka kwa viongozi wao. Watakachokiamua viongozi wao na hata kuna mzee mmoja nilimsikia hapa anasema kwamba watakachokiamua viongozi wao ndio watakuwa nacho. Lakini mimi sitaki kuamini kama wazee wote wameungana na wazee wenzao kulikubali. Sasa wanashawishiana. Hawa wazee wanatengeneza convincing power. Sema sometime mimi wazee na waelewa. Kivipi, kwenye engo gani? Na waelewa kwa maana moja. Kwamba waushtue mpira wetu wa Tanzania. Kwani ulikuwa umezuba? Ni kushtua, ushtuke. Kinachoshtuliwa ili kanuni zifuate, kwa sababu busara zimetumika sana kuliko kanuni. Sasa kama mnawashtua ili busara ili kanuni zifuate, waondoke kwenye busara. Sasa kwani wanaobebwa ni kina nani? Wanufaika si ni wenyewe? Kwa mfano sasa wakikaa kwenye kanuni, Yanga adhabu ngapi zitamkuta?